dhabihu maana yake ni kujitoa, kujisacrifice. Ingekuwa ni sio kitu cha, ingekuwa ni rahisi asingekwambia jitoe. It's not easy. So anasema jisacrifice, jitoe. Kwa toa mwili wako uende kwenye mambo yaliyo hai, nenda kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kwenda kwenye vijiwe, nenda kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni siku ya ibada, Jumatano, Jumapili, kipindi cha maombi, nenda kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe. Now, nenda kwenye mambo matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa na zamani una group ambao wanakunywa pombe, mnaenda klabu, anakuambia kwamba utoe mwili wako. Hii miguu yako isiende kwenye mambo ambayo sio matakatifu. Nenda kwenye mambo matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Fanya mambo ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Now, kuna kitu ambacho verse namba 2 inatupa mwanga ya sisi kufanikiwa kutoa mwili wetu, miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai, dhabihu takatifu, dhabihu ya kumpendeza Mungu. Kwa sababu ukiangalia anadili na mwili. Lakini let's see kwenye mstari wa pili anavyosema. Ili nikusomee nikiwa nimesimama baba. Anasema hivi: wala msifatishe namna ya dunia hii. Kumbuka wewe sio ulimwengu huu. Kumbuka dunia hii ni ya muovu. Kumbuka kwamba inakukataa. Sasa anakuambia hivi, pamoja na kwamba unaishi hapa, wakati unaotoa mwili wako uwe ni dhabihu, anakuambia usifatishe namna ya dunia hii. Kwa dunia hii kuna namna ambavyo inaenda. Namna ambavyo inaenda. Ingekuwa ni nzuri, ingekuwa ni ya kupendeza, Mungu akwambia ifuatilize kwa sababu kaiumba yeye, lakini akwambia usifuatize namna ya dunia hii. Maana yake systems zake, michakato yake, mienendo yake, taratibu zake hazinipendezi mimi. Hazifai kwa uhai uliopokea, hazifai kwa utakatifu uliopokea. Anakuambia msifatize. Lakini anakuambia bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Asema mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. No. Kumbuka kwenye mstari wa kwanza alikuwa anazungumzia usacrifice mwili wako. Lakini hapa anazungumza ili usienende na mienendo ya dunia hii. Mienendo ya dunia hii ambayo ndio hiyo ambayo inakupelekea kwenye mambo ambayo sio matakatifu, mambo ambayo sio kumpendeza Mungu. Anakwambia ugeuzwe nia. Bwana Yesu asifiwe. Ugeuzwe nia, nia yako ifanye upya. Nia yako ifanye upya. Nia yako ifanye upya. Why nia ifanye upya? Kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 Biblia inasema ikiwa mtu amekuwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Now, roho yako ni mpya. Nafsi yako sasa, akili yako iko vile vile, utashi wako uko vile vile. Una taarifa zile zile za ulipookoka au kabla hujaokoka, hazijabadilika. Na unaishi katika umwili ambao anakuambia usacrifice. Kwa hiyo mwili na roho peke yake haviwezi kufunction hapa duniani successfully. Roho inahitaji mwili na mwili mwili na roho haviwezi kufanyika pasipo utashi, pasipo akili. Kwa akili imebeba taarifa, utashi, mwenendo, mawasiliano. Sasa hili neno nia, hili neno akili, hili neno mwenendo linatakiwa libadilike ili liweze kuoana na roho yako ambayo imefanyika mpya. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kuoana nako ili ifanane na upya wa roho yako, Biblia inakwambia you have to renew it. Kwenye Biblia ya Kiingereza anasema be you transformed by renewing of your mind. Anasema mbadilishwe kwa kufanya upya nia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukupa taarifa kwamba hii Biblia imetafsiriwa kutoka kwenye Biblia za Kiingereza whatever. Kwa hiyo maneno yaliyoandikwa sometimes yanaweza asiwe na uzito sana. Kwa mfano ukisoma hapa anasema bali mgeuzwe. Sasa bali mgeuzwe hii inaongelewa kwamba unaweza ukafikiria kwamba nigeuka yani. Dunia ilikuwa inaenda hivi, sasa wewe unageuka unaelekea huko. Lakini anayochongelea hapa, kumbuka anasemea utu wa ndani. Anaongelea badiliko. Bwana Yesu asifiwe. Anaongelea you have to go some changes. Bwana Yesu asifiwe. Anaongelea you have to go some metamorphose. Yaani kuna hatua fulani zinatakiwa zianze kufanyika ndani yako. Sasa bali mgeuzwe kwa kufanya upya, kwa kufanya upya nia zenu, kwa kufanya upya nia zenu. Anasema be you transformed, be you transformed. Ukiweza kuwa transformed, Bwana Yesu asifiwe, hautaweza kuifuatisha namna ya dunia hii.
Kwa sababu ukikaa bila kuwa transformed, Bwana Yesu asifiwe, remember mwili utakuvuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huyu mtu wa ndani ndio akili yako, ndio mawazo yako, ndio utashi wako, vitaweza kupata nguvu ya kutawala mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana neno la Mungu nasema hivi, itoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Hii ndio ibada yenu yenye maana. Au kutoa mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. Kila mtu angeweza pasipo kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu angefanya pasipo kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini it need your spirit, roho yako iwe mpya kwanza, and then utu wako wa ndani ambao ni utashi, ambao ni mataarifa, ambao ni consciousness yabadilishwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuwe na transformation ambayo inaendelea ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio utaweza kuto kufuatisha namna ya dunia hii. Nataka ni share the light kidogo kabla siendelea mbele. Tufungue kitabu cha Warumi 1:28. Nataka nikuoneshe tu kitu ambacho Mungu ameongea hapa, sura ya kwanza mstari wa 28. Anasema kwamba Warumi 1:28 nasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Kwa Mungu hapa alikuwa anadili kwamba hawana Mungu katika fahamu zao. Yaani hawana Mungu katika akili zao. Hawana Mungu katika utashi wao. Hawana Mungu. Kwa aliwaacha wapate akili zao ambazo hazina Mungu, ambazo hazijabadilishwa. Wazifate hizo, wafanye mambo yasiyowapasa. Kingine, twende kwenye Mithali 23 mstari wa 7, najua unaifahamu vizuri. Nasema kama mtu afikiriavyo ndani mwake ndivyo alivyo. You see? Afikiriavyo ndani yake ndivyo alivyo. You see? Kwa anadili bado na utu wako wa ndani, ufahamu wako ndani, taarifa zako ndani, kwa sababu zile taarifa ndio zinaunda mawazo, zinaunda picha, zinaunda taswira, zinakufanya ujione wewe the way ulivyo, kwamba mimi niko hivi, mimi niko vile, au inakusukuma kujisi unavyo. Ndio maana anadili sana na nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa anasema mtu ambaye hajabadilishwa nafsi yake ana akili zisizofaa, kwa anafanya mambo mapumbavu. Ndipo ulimwengu ambao unaitwa ni dunia mbovu, ina yule muovu inayokuchukia, ina mambo yasiyofaa, mambo yasiyo na Mungu. Sasa wewe uliyeokoka, wewe ambaye uko ndani ya Yesu, kwa kufahamu hiyo, Biblia inakwambia kwamba ubadilishwe. Mwili wako uwe dhabihu. Nao mwili wako ili uweze kuwa dhabihu, anasema usifuatilize namna ya dunia hii, bali mbadilishwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbadilishwe kwa kufanya upya. Hiki ndio kipengele ambacho Wakristo siku ya leo inabidi tudili nacho hapa, utu wa ndani. Nao tutakuja kuendelea next time kuona jinsi gani ambapo transformation ina take place. Of course it's by the word of God, by prayer. Do you understand? Kuna fellowship with the Holy Ghost akuhudumie, a lot of things hapa. Tutakuja kukuendelea kukuelekeza jinsi gani ili uweze kuenjoy. Uweze kuenjoy huo wokovu. Usione kwamba wokovu ni mzigo. Usione kwamba hizi changamoto ziko kwa ajili ya kukuharibu. No, you can enjoy the salvation here. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaona utamu wa ulimwengu hapa kabla hujafika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba mtakula mema ya nchi kabla hujafika mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna transformation ambayo inatakiwa ifanyike. Mungu akubariki sana. Tutaonana siku nyingine kwenye kipindi kijacho ambapo nitakuelezea zaidi what to do. Otherwise, naomba uendelee kutufuatilizia katika social media zetu, Instagram, TikTok, Facebook, lakini pia unaweza ukapiga namba hii au katuma message tukakujibu 0778 084 918. Narudia namba hii 0778 084 918. Karibu sana na Mungu